umesema nasi mchana wa leo kwa habari ya adui wa ndani, adui wa nyumbani mwangu. Nimesikia neno hili, nimetambua hata wewe unajua hilo, kwa maana ukiishi hapa duniani wakati wa mwili wako ulikumbana na maadui wa ndani ya familia, wa ndani ya huduma yako, ulikumbana na maadui wa ndani ya taifa lako, hata ukaandika adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Ebu na Yesu, ndani ya nyumba yangu kuna maadui, ndani ya ofisi ninayofanya kazi kuna maadui, ndani ya familia ninayoishi kuna maadui, ndani ya kanisa ninalosali kuna maadui wanaowinda maisha yangu, wanawinda karama, vipawa ulivyonipa, wanawinda huduma yangu. Mchana wa leo kama vile Yuda alipowinda maisha yako, hatimaye akakuuza kwa vipande 30. Mwisho wa Yuda alijinyonga na yeye akapasuka, matumbo yake yakatoka nje na ile fedha akatupilia mbali. Mchana wa leo, kama Mungu aishivyo na Roho wake Mtakatifu aishivyo, maadui wote wa ndani, iwe nyumbani, kwenye kazi, kwenye ofisi, kwenye ajira au ndani ya huduma ya ndoa au maadui, mchana wa leo ninasimama kinyume nao kwa jina la Yesu. Niko kinyume na ajenda zao, niko kinyume na mipango yao wanairatibu juu ya maisha yangu, wanaipanga juu ya kazi yangu, juu ya ndoa yangu. Wamepanga mabaya juu yangu, wamepanga mabaya juu ya kazi yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya uzao wangu, juu ya watoto wangu, juu ya elimu zao. Au maadui, haijalishi wanatoka kwenye familia au mitaani au ni marafiki, ni watu ninaowaambia habari zangu, ninaowapa siri zangu, madamu wako kinyume na maisha yangu. Mchana wa leo nami nasimama kinyume nao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yale yote walioyapanga juu ya maisha yangu yawakamata wao wenyewe, maana imeandikwa, amechimba shimo ataingia mwenyewe. Silaha walizoziandaa ili kunimaliza mimi na kazi yangu, silaha zile zile nazigeuza usiwarudie. Yale mabaya walioyaandaa kuyaleta kwangu, kwa mabaya yale yale
Geuza warudie kila neno walilonena la mikosi la laana, wamenena juu ya huduma yangu, wamenena juu ya ujenzi ninaofanya, ujenzi wa nyumba yangu, wa kazi yangu, ujenzi wa kanisa la Shilo. Yale yote walioyanena, walioyapanga, yawarudie mara 7, yawakamate mara 7. Maana imeandikwa, mwizi akipatikana atalipa mara 7. Hao maadui, yale yote walioyapanga, malipo mabaya waliotupangia, yawalipe wao, yawarudie wao, yawakamate wao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninabeba silaha za Bwana mikononi mwangu, ninaingia mahali walipo kama Daudi kwa ujasiri akasema, wewe unanijia kwa mvumo na mapanga, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana majeshi ambao wewe umemtukana. Haijalishi wanatujia kwa paka wa kichawi, wanatujia kwa bundi za kichawi, wanatujia kwa popo, kwa panya, kwa silaha za kiganga, za kijadi, kwa silaha za kienyeji, kila silaha wanayotumia sisi tunawajia kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana. Ninawafuatia na adui zangu kama Daudi alivyomfuatia yule Mfilisti asiyetahiriwa, nami nawafuatia hao maadui wa ndoa yangu, wa maisha yangu, wa familia yangu, wale maadui wa ndani ya nyumbani mwangu, wa kwenye huduma, wa pale kazini, kila mahala walikojificha, wanapofuatilia ibada hii kwenye ulimwengu wa roho au wa mwili, nawajia kwa jina la Bwana wa majeshi. Kazi zao haziharibu, mipango yao haiharibu, afya zao haziharibu, kila kitu chao wanachotumia hakiharibu kwa jina la Yesu. Nasambaratisha uganga wao, nasambaratisha ushirikina wao, wale majini wanayotumia nairipua kwa moto wa Bwana, napeleka moto nao kwenye madhabahu wanazotumia kufukiza uvumba, madhabahu zilizojengwa kiuganga, kiuchawi, zilizojengwa na matumbuli, zimejengwa za sadaka za ngamia, za mbuzi, za paka, za damu za wanadamu, naziendea hizo madhabahu, nazivunja, nawakamata hao maadui wa ndani waliojificha kama watu wema, hao wanafiki ambao Yesu alisema kwa nje wanaonekana ni watu wenye haki, lakini ndani wale wote wanaokuja kwa tabasamu, kumbe ndani ni maadui. Wanakuja kwa kicheko, kumbe ndani ni maadui. Wanakuja wamebeba na sadaka, wamebeba na zawadi, wamebeba na vyakula, kumbe ndani ni maadui. Mchana wa leo kote waliko nawashambulia, nawafyatua, nawapiga, nawaponda, nawachakaza. Wimbo za Bwana wanatembeza, wimbo za Bwana kwenye ulimwengu wa roho, nawashambulia, wanapigwa, wanapigwa, wanaopinga kusudi la Bwana wanapigwa, nawashambulia jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu shambulia kwa damu ya Yesu, tunawashambulia kwa damu ya Yesu, popote walipo tunawatafuta kwa damu ya Yesu, tunawachapa, tunawapiga, tunawaua, tunawasua kwa damu ya Yesu. Yesu na mahala simama, anashambulia kwenye madhabahu, kwenye maficho, kwenye mashimo, tunawashambulia Yesu, tunawashambulia anashambulia
kuharibiwa, utavuna kapo, utavuna kapo nyumbani, kule nyumbani, kule mkoani, kule ulikolewa, kule ulikooa. Shambulia maadui, shambulia maadui, piga nao, piga nao, taabua ndani, taabua ndani, Bwana kanyaga, Bwana pondwa, Bwana piga, Bwana kusaula, Bwana kusaula, Bwana sokea, pinga za Bwana, pinga za Bwana, pinga za Bwana, Bwana kanyaga, Bwana sawa, Bwana sawa, ngamia Bwana fiatua, Yesu wafiatua, kanaingia wafiatua, kanyaga, kanaingia Bwana wasawa, Bwana wasawa, Bwana kanyaga, Bwana kabana, Bwana kushikia, ngamia maisha yako, ngamia Bwana, ngamia Bwana, fika, Bwana fika, endelea tamani, endelea Bwana, Bwana tamani, Bwana Ushirikina
Na unyosha mkono mpaka kule aliko, awe ni Morogoro, awe ni Singida, awe ni Mwanza, awe ni Tanga, kokote uliko adui wa ndani, au pale kwenye kazi yake, kwenye ofisi yake, madamu unafanya vita ya ndani, umekamatwa, 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 umekamatwa. Unayepambana afe, unayepambana afe. Umepambana sana umue na mtoto, umepambana sana afe na mimba, lakini Bwana amemsaidia. Leo ndio siku yenu, maadui wa ndani. Unapigwa, 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 unapigwa. Adui wa ndani, adui wa ndani, unapigwa, unapigwa. 1, 2, 3 na kufyatwa hiyo miguu unayonipigia. Fyatwa hiyo miguu, fyatwa kwa jina la Yesu. Adui wa ndani unapigwa, 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 unapigwa. Adui wa ndani, adui wa ndani, umekamatwa. Unayewinda maisha mwanamke huyo, unayemwachanisha mambo yake, umekamatwa, umekamatwa. 1, 2, 3 na kufyatua hiyo miguu, na kufyatua pale ofisini, pale ofisini, pale kazini. Ni moto, ni moto, ni moto. Pigo maadui wa ndani, pigo maadui wa ndani. Unayetembea kinyume na maisha mwanamke huyo, unayewaza kinyume na maisha mwanamke huyo, umekamatwa adui ya ndani na kuwekea misumari ya moto, misumari ya moto, misumari ya moto, na kumaliza, na kumaliza. Ulipambana sana afe na mimba, leo unakufa wewe. Ni zamu yako, ni zamu yako. 1, 2, 3 kama Mungu aishibo, hapo kwa jina la Yesu. Kabebe, sema kwa jina la Yesu. Adui wa ndani hata nishinda, adui wa ndani hata nishinda, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Adui yoyote wa ndani leo nikomesha, leo nakomesha, leo nakomesha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tulia mbele za Bwana. Adui wa ndani ya nyumba hii, uliyeshikilia uchumi wake, kazi za mikono yake, uliyemeza na ofisi, uliyemeza na ndoa, adui wa nyumba hii, katika ulimwengu wa roho na kutafuta ulipo, na kutafuta, nina salamu zako, na kutafuta. Adui wa mikono ya mwanamke huyu, alikuwa anafanya vizuri kiuchumi, alikuwa anafanya biashara zinaenda. Umetokea adui wa ndani, leo umepatikana, leo umepatikana, leo umepatikana, leo umepatikana, leo umepatikana. Ni kitumbwendumbwe adui wa ndani, adui wa ndani. Leo ni siku yenu. Ni Bwana amenena kwenye Mathayo 10:36, adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Wewe wa nyumbani mwa Masa umekamatwa, 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 umekamatwa. 1, 2, 3 pondo kwa jina la Yesu, pondo kwa jina la Yesu, pondo kwa damu ya Yesu, pondo kwa moto, pondo kwa lungu la
Bwana, unapigwa. Uliyemeza uchumi, uliyemeza ndoa, uliyemeza huduma, uliyemeza kazi yake ambaye Mungu alimpa kipawa kikubwa cha biashara, unaharibiwa. Adui wa karibu yake, yule aliyemwamini, yule anayemchekea, yule anayemsaidia, kumbe ndo joka. Umekamatwa. Pigwa kwa jina la Yesu. Leta kichwa chako wewe joka, pondo kwa jina la Yesu. Leta kichwa chako, pondo mara 7. Pigwa, malizika kwa jina la Yesu. Sema adui wa ndani, hufai kuishi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Adui wa ndani, huwezi kuishi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Adui wa mtu ni wa nyumbani mwake, leo anakomesha kwa jina la Yesu. Tulia mbele za Mungu. Adui wa mwanamke huyu, wa nyumba ya mwanamke huyu, wa ndani ya huu mwili wake, adui wa elimu yake, adui wa mafanikio yake, adui wa mipango ya mwanamke huyu, mipango ya mtoto huyu wa Mungu. Wewe adui unayefuatilia hatua zake, uliyemeza kila kitu kwenye maisha yake, unayemfundisha mambo ya Balaki na Balaamu, unayetia ukwazo asimtumikie Mungu wake, adui wa ndani. Leo ni siku ya maadui wa ndani. Uwe ni baba mzazi, kama ni mchawi ni adui wa ndani. Uwe ni mama mzazi, kama ni mchawi ni adui wa ndani. Uwe rafiki wa pale shuleni, unayemwazimisha hata hela kikwama, unayemsaidia hata notes ya kikwama, madamu ni mchawi ni adui wa ndani. Uwe ni shangazi, bibi, mjomba, binamu, uwe ni mamdogo yoyote, madamu ni wa ndani, umekamatwa katika ulimwengu wa roho. Hakuna mbali, umekamatwa ewe Yezebeli, umekamatwa ewe roho ya uharibifu. Nguvu za Bwana zinakuharibu sasa, maana umejieneza ndani ya mwili huu, maana umesema tuone, nitampigia pale, nitahakikisha karibia na mitihani yake, na mfelisha kwa kuharibu kile. Umekaa kama ajenti wa kuzimu, umekaa kama balozi wa majoka. Leo adui wa ndani, pale nyumbani, pale shuleni, pale chuo, unaharibiwa.